Hujambo na karibu katika Matukio Daima Habari. Miongoni mwa habari tulizonazo ni pamoja na TRA Iringa yazindua wiki ya elimu ya kodi na shukrani kwa mlipa kodi 22 mpaka 27, ambapo tutakuwa tuna matukio katika kuadhimisha siku ya mlipa kodi kwa mwaka 24-25 na pia kuadhimisha miaka 30 ya TRA. RC Iringa ahimiza wananchi kulinda amani na kuepuka uhalifu. Na kwa sababu aliyefariki ni mwanausalama mwenzetu na ni mtumishi ndani ya jeshi letu, ni wasisitize umuhimu wa amani na mshikamano. Msiwaze wala msifanye jambo lolote ambalo linatikisa amani yetu. Serikali imejipanga kuzuia ugonjwa wa Ebola kuingia nchini. Napenda kuwafahamisha kuwa hadi sasa nchi yetu Tanzania haina mgonjwa na hali ya usalama wa afya nchini ipo vizuri. Vijana Tanga washauriwa kutumia vizuri mikopo ya halmashauri. Kwa sababu kanuni hiyo mpya imeweka utaratibu wa kukopa mara 3. Ukikopa mwaka wa kwanza unamaliza, ukishamaliza unakopa tena ni mwaka wa pili, ukishamaliza unakopa tena mwaka wa 3. Sasa wanaokopa ni wale ambao ni waaminifu. Hujambo na karibu katika Matukio Daima Habari kwa siku ya leo, na tutakao kusomea habari hizi. Jina langu ni Emmanuel Manonga na mimi ni Beldina Majinge. Kwa pamoja tunakukaribisha tuwe sote kuanzia mwanzo hadi tamati mwa taarifa hii ya habari. Namna tuanzie mkoani Iringa, ambapo mamlaka ya mapato Tanzania TRA mkoa wa Iringa inatarajia kuadhimisha wiki ya mlipa kodi kwa lengo la kuelimisha wananchi kuhusu umuhimu wa ulipaji kodi na kuimarisha matumizi ya risiti za kielektroniki na kutambua mchango wa walipa kodi ambao wamekuwa wakichangia maendeleo ya taifa. Wiki hiyo itafanyika kati ya Juni 22 na Juni 27 mwaka 2026, sambamba na maadhimisho ya miaka 30 tangu kuanzishwa kwa mamlaka hiyo kwa kuhusisha shughuli mbalimbali za kijamii. Akizungumza na wanahabari kuhusu maandalizi ya wiki hiyo, kaimu meneja wa TRA mkoa wa Iringa, Kaimu meneja wa TRA mkoa wa Iringa, Gloria Salia, amesema kuwa tarehe 22 Juni kutafanyika zoezi la upandaji miti katika hospitali ya mkoa wa Iringa pamoja na shughuli nyingine za kijamii katika wilaya ya Iringa, huku mgeni rasmi akitarajiwa kuwa mkuu wa wilaya ya Iringa Benjamin Sita. Naitwa Gloria Salia, ni kaimu meneja wa TRA mkoa wa Iringa. Niko mbele yenu hapa kuwapa ratiba na kuwakaribisha katika matukio tulionayo kwa wiki inayoanzia tarehe 22 mpaka 27, ambapo tutakuwa tuna matukio katika kuadhimisha siku ya mlipa kodi kwa mwaka 24-25 na pia kuadhimisha miaka 30 ya TRA. Tarehe 22 tutaanza na tukio la kupanda miti katika hospitali ya mkoa wa Iringa, ambapo mgeni rasmi atakayetuendeshea zoezi hilo tunatarajia atakuwa mkuu wa wilaya ya Iringa Mheshimiwa Benjamin Sita. Tarehe 24 na tarehe 26 itakuwa ni siku yetu ya kufanya ziara katika maeneo mbalimbali ya mkoa wa Iringa kuwashukuru walipa kodi kwa ulipaji kodi wao wa hiari na kuchangia katika maendeleo ya taifa kwa mwaka uliopita. Siku ya tarehe 23 ya mwezi wa 6 tutakuwa tuna jukwaa na wadau wetu ambao itahusisha wafanyabiashara, washauri wa kodi, viongozi wa dini na machifu, ambapo hiyo siku kutakuwa ni siku ya kutoa shukurani, siku ya kutoa elimu ya kodi na pia kupokea maoni na ushauri kutoka kwa wadau wao katika kuendelea kufanya kazi zetu kwa ubora zaidi. Siku ya tarehe 25 mwezi wa 6 ni siku ambayo sisi kama TRA tutafanya tukio la kurudisha kwa jamii na tutaenda kutembelea hospitali ya mkoa wa Iringa katika wodi ya wanawake na watoto, na siku hiyo tutakuwa na mkurugenzi wetu wa fedha wa mamlaka ya mapato Tanzania katika kuendesha zoezi hilo. Na pia siku hiyo mkurugenzi atakuwa na kipindi katika redio pia kufikisha ujumbe huo wa kutoa shukurani.
Tarehe 27 tutakuwa tuna fun walk and road show, ambapo sisi watumishi wa Mamlaka ya Mapato Tanzania mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wafanyabiashara na wadau wengine tutafanya matembezi. Matembezi hayo lengo lake itakuwa ni kutoa shukurani kwa walipa kodi wetu, na pia katika matembezi hayo kutakuwa kuna kutoa elimu, na tunatarajia siku hiyo mgeni wetu rasmi atakuwa mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Harry James, na hapo tutakuwa tumemaliza matukio katika wiki hiyo katika kuadhimisha siku ya mlipa kodi mwaka 24-25 na pia kusherehekea miaka 30 tangu Mamlaka ya Mapato Tanzania ianzishwe. Wajibu wa mlipa kodi katika kuelekea miaka 30 ya TRA ni katika kumkumbusha wajibu wake kulipa kodi kwa hiari, kutoa ushirikiano kwa Mamlaka ya Mapato na kutoa rekodi sahihi za biashara yake anayoifanya. Siku ya shukrani kwa mlipa kodi itafanyika tarehe 1 mwezi wa 7 kitaifa. Kisha baada ya hapo kila mkoa wa kikodi utakuwa na tukio hilo ambalo litahusisha kuwapa vyeti na zawadi walipa kodi bora kwa mwaka huo wa 24 na 25. Yes. Namna tukiendelea kusalia mkoani Iringa, vyama vya siasa nchini vimeshauriwa kuacha kutunishiana nguvu na badala yake vitafute maridhiano, huku mataifa mbalimbali yameaswa pia kufika nchini ili kuvishauri ili viweze kupata maelewano na kuzidi kusonga mbele kwa maendeleo ya taifa. Hayo yamesemwa na balozi wa haki Odelo Charles Odelo, ambaye pia yuko katika kamati ya kusukuma maridhiano ya kitaifa, wakati akizungumza na Matukio Daima katika kipindi cha Asubuhi ya Moto. Mimi kama ulivyonitambulisha, ninaitwa Odelo. Niko kwenye kamati ya kusukuma maridhiano ya kitaifa kwa sasa. Ndio. Na sisi kama kamati tuna kila sababu ya kupongeza kila aina ya neno, tone lolote la neno, sentensi au neno linalohamasisha watu kukaa mezani, kuzungumza, kupata mwafaka, kuridhiana katika matatizo yoyote yanayotusibu katika taifa hili. Kwa hiyo swala la Marekani, ujumbe wa Marekani au wito wa Marekani sio wito wa mara ya kwanza. Hiyo mito imekuwa ikitolewa na wadau mbalimbali. Katibu mkuu wa jumuiya wa UN aliwahi kusema hivyo. Umeona juhudi za UN kuja hapa kuleta ujumbe wao Tanzania na kukutana makundi mbalimbali. Umeona Jumuiya ya Madola walituma ujumbe wao kupitia kwa aliyekuwa rais wa Malawi Dr. Chakwera. Kwa hiyo na watu mbalimbali, viongozi wa dini, asasi za kiraia, watu wamekuwa wakitoa miito ya watu serikali, wapinzani, vyama vyote na wadau wote kukutana. Lakini umeona hata tume ya Jaji Chande, moja ya mapendekezo yake ni kwamba kuwepo na maridhiano, mazungumzo na mwafaka wa kitaifa na baadaye tupate katiba mpya. Kwa hiyo sisi tunalipokea jambo hilo kwa mikono miwili na tunakaribisha mataifa mbalimbali, washirika wetu wa kimaendeleo wasiishie tu kusema kwamba tuzungumze, lakini kama pale ambapo rafiki yako amepata matatizo, basi unaweza ukafika ukamjulia hali na ukamsaidia namna ya kutoka katika matatizo. Kwa hiyo nitoe wito kwa mataifa mbalimbali, washirika wetu wa kimaendeleo, wasiseme tu kwamba tengenezeni, ila vile vile kama Mungu akiwajalia nafasi na fursa mbalimbali, wafike watushike mkono wa chochote ili kuweza kwa utaalamu, kwa fedha, kwa mali, kwa ushauri, tuweze kufika mahali ambapo matatizo haya tuzungumze na tuweze kusonga mbele. Na unafikiri kwamba iwapo maridhiano haya yatafanyika, na kama maridhiano haya hayatafanyika, kidiplomasia yana madhara gani? Kwanza, ndani ya nchi msipozungumza, manake kwamba taifa hamwezi kuwa pamoja na hamwezi kusonga mbele kama
kama nchi na kama taifa, na hamwezi kupata maendeleo, kwa sababu maendeleo huja mahali ambapo kuna utulivu, kuna amani, kuna mshikamano wa kitaifa na kuna umoja wa kitaifa. Lakini kidiplomasia ya kimataifa, maana yake kwamba tunapokuwa na migogoro, hatuna utulivu, hatuna amani. Kumbuka Marekani ni washirika wetu wa kimaendeleo katika masuala mbalimbali ya kibiashara. Kwa hiyo maana yake tunapokuwa na kukosekana kwa utulivu ndani, maana yake kuna kutuathiri tu, kuna hali hiyo inaathiri washirika wetu wa kimaendeleo, kwa sababu kukitokea vurugu, machafuko au kama hakuna amani, maana yake kwamba hata wawekezaji ambao wanatoka nje ya nchi, kwa mfano wawekezaji kutoka Jumuiya ya Ulaya, kutoka Asia, kutoka Marekani, maana yake kwamba wataogopa kuja kuwekeza katika taifa letu. Sasa wanapoogopa kuja kuwekeza, maana yake kwamba nao wanapoteza fursa ya kutengeza mitaji, faida na fursa ya ajira hata kwao na kwetu. Na mtazamaji, na tunaendelea kusalia tena mkoani Iringa, ambapo mkuu wa mkoa wa Iringa Heri James amewataka wananchi kuendelea kuitunza amani iliyopo nchini kwa kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama, pamoja na kujiepusha na vitendo vya uhalifu vinavyoweza kuhatarisha ustawi wa jamii. Amesema ushirikiano wa wananchi ni msingi muhimu katika kuimarisha usalama na maendeleo ya taifa. Heri James ametoa wito huo leo wakati akizungumza na waombolezaji kwenye msiba wa mkaguzi wa polisi Moses Nsomba ambaye alikuwa mkuu wa kituo kidogo cha polisi Ipogolo aliyefariki Juni 17 baada ya kuugua kwa muda mfupi. Katika salamu zake za lambilambi ameeleza kuwa marehemu alikuwa mtumishi aliyejituma katika utekelezaji wa majukumu yake ya kulinda usalama wa wananchi. Kama ambavyo tumepata taarifa hizi za ghafla, tunajua tutakufa, lakini hakuna anayetegemea msiba wa mwenzake. Sisi wote hapa tunajua tutakufa. Kila nyumba itafungwa tenti. Mambo mengine yote tunabunibuni, lakini hilo halina kubuni, hilo lipo tu. Kinachotofautiana ni siku, eneo na wakati. Kwa hiyo hatukutegemea kama tutampoteza ndugu yetu kwa wakati huu mfupi ambao tumekuwa naye katika maisha ya kila siku. Nakumbuka tumefanya naye kazi hapa nikiwa mkuu wa wilaya. Tumefanya naye kazi, alikuwa ni mtu hodari, mchapa kazi. Kama unafahamu, jambo la msingi katika jeshi la polisi ni nidhamu. Alikuwa na nidhamu ya hali ya juu sana. Nitoe pole nyingi sana kwa wafiwa, familia, ndugu, jamaa na marafiki, lakini toe pole kwa kamanda wetu wa polisi wa mkoa wa Iringa na watumishi wote wa jeshi la polisi kwa kuondokewa na mwenzetu huyu ambaye amekuwa katika familia ya usalama. Lakini na mambo machache ambayo natamani niseme na wanairinga wenzangu kwenye msiba huu. Na kwa sababu aliyefariki ni mwana usalama mwenzetu na ni mtumishi ndani ya jeshi letu, ni wasisitize umuhimu wa amani na mshikamano. Msiwaze wala msifanye jambo lolote ambalo linatikisa amani yetu. Leo tumekaa hapa kwa huzuni, tumejipanga kumwenzi mwenzetu, kumwombea na kumsindikiza, sababu amani hii ipo. Lakini amani ikiwa haipo, tunasema tu watu watano waende wakachukue mwili wapeleke kijijini. Kwa sababu gani? Mjini hapa ingiliki, hospitalini hapa kaliki, nyumbani hapa kaiki. Kwa hiyo amani ni kitu muhimu sana. Tunaweza tukachezea vitu vingine vyote, lakini amani yetu ni kitu muhimu mno. Kama ambavyo ndugu yetu namsindikiza, naye alitoa kiapo cha maisha yake kwamba nitafanya chochote kilichomo ndani ya sheria ili wananchi wote niliokabidhiwa hawa wawe na amani. Kwa kweli nianze kwa shukrani za dhati kabisa kwa jeshi la polisi. Tangia tumepata huu msiba, jeshi la polisi limekuwa na sisi bega kwa bega, hatujaachwa hata sehemu moja. Kwa kweli hilo tunawashukuru sana sana na tunawapongeza kwa umoja huo. Sisi kama familia tumefarijika sana. Huu ni msiba wote sisi pamoja na ndugu zetu, marafiki, majirani ambao tuko hapa kwa siku leo. Tumeshaingiza mwili hapa ndani kwa ajili ya ratiba ambayo itafuata kesho. So kesho tuanze asubuhi ndio tutatuacha. Na sisi plan yetu kufanya ratiba hii kwa wakati ili watu wapunguze majonzi, kwa sababu tunazidi kuta muda mbele, watu wanazidi kwa majonzi badala ya kumaliza kuanza ratiba zingine za kawaida. Kwa hiyo tunataka katika eneo hili hapa ni kwa marehemu, na hawa ni ndugu jamaa na marafiki ambao tuko pamoja hapa. Tunafanya kuona hapa kwa muda ambao tutegemea, na kama nilivyosema sisi tuko safari. Kwa hiyo tukushukuru kwa hilo.
Na sasa tuelekee mkoani Dodoma ambapo Tanzania inaendelea kuwa salama dhidi ya ugonjwa wa Ebola, huku serikali ikisisitiza kuwa hakuna mgonjwa aliyethibitishwa kuwa na maambukizi hayo nchini. Mamlaka za afya zinaendelea kuimarisha mifumo ya ulinzi na ufuatiliaji ili kuzuia ugonjwa huo kuingia nchini kutokana na mlipuko unaoendelea katika baadhi ya nchi jirani ikiwemo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda. Akizungumza na umma kuhusu hali ya tishio la Ebola na hatua za kuimarisha utayari wa taifa jijini Dodoma, Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa amesema serikali imeweka mikakati madhubuti ya kuhakikisha ugonjwa huo haupenyi nchini kupitia mifumo ya kisasa ya ufuatiliaji, utambuzi wa mapema na udhibiti wa magonjwa. Mtakumbuka kuwa mnamo tarehe 15 mwezi Mei 2026 nchi za Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na Uganda zilitoa taarifa ya uwepo wa mlipuko wa ugonjwa wa Ebola katika nchi zao, na Shirika la Afya Duniani likatangaza kuwa ni dharura ya kiafya ya kimataifa. Aidha, tarehe 18 mwezi Mei 2026 serikali kupitia mganga mkuu wa serikali ilitoa taarifa rasmi kwa umma kuhusu tahadhari dhidi ya tishio la ugonjwa wa Ebola na hatua za kuchukua. Hadi sasa ugonjwa huo umeendelea kuenea na kuathiri jamii katika nchi hizo, nchi za Uganda na nchi ya Demokrasia ya Kongo. Hivyo wito unaendelea kutolewa wa kuimarisha afya na udhibiti na kuzuia usisambae au kuingia katika nchi nyingine zikiwemo nchi yetu ya Tanzania. Ndugu wananchi, napenda kuwafahamisha kuwa hadi sasa nchi yetu Tanzania haina mgonjwa na hali ya usalama wa afya nchini ipo vizuri. Nitarejea. Napenda kuwafahamisha Watanzania kuwa hadi sasa nchi yetu haina ugonjwa na hali ya usalama wa afya nchini iko vizuri. Hata hivyo, kutokana na mwingiliano wa watu na shughuli mbalimbali za kijamii, shughuli mbalimbali za kiuchumi kati ya Tanzania na nchi za jirani, serikali imeendelea kuchukua hatua za mapema na hatua za kina ili kuhakikisha ugonjwa huu hauingii nchini, na tumejipanga kikamilifu kuhakikisha tunazuia, lakini pia kugundua mapema na kudhibiti tishio lolote la kuhatarisha afya za Watanzania kupitia mifumo yake ya kitaifa ya ufuatiliaji, kupitia mifumo mbalimbali ya utambuzi na mifumo mbalimbali ya udhibiti. Na sasa tuelekee mkoani Tanga ambapo zaidi ya bilioni 3 zimetolewa kwa makundi ya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu katika halmashauri ya jiji la Tanga, ikiwa ni sera ya serikali kuwawezesha wananchi mikopo inayowasaidia kujikwamua kiuchumi, ambapo kwa halmashauri hiyo imetekeleza sera hiyo kupitia fedha zitokanazo na mapato ya ndani kwa mwaka wa 2020 hadi mwaka 2026. Akizungumza wakati wa kukabidhi mikopo hiyo yenye thamani ya shilingi bilioni 3 na milioni 130, mkuu wa wilaya ya Tanga Mheshimiwa Dadi Kolimba amelipongeza idara ya maendeleo ya jamii na uongozi mzima wa halmashauri ya jiji la Tanga kwa kusimamia vyema mchakato wa utambuzi na uchambuzi wa vikundi, hatua inayosaidia kupata walengwa stahiki wanaohitaji msaada huo wa mitaji. Leo tumekutana hapa kwa ajili ya hafla ya utoaji mikopo yenye thamani ya shilingi bilioni 3 na milioni 138, na mikopo hii itakwenda kutolewa kwa vikundi vya wanawake 84 ambapo watapokea jumla ya shilingi bilioni 1 na milioni 30 na laki 3. Lakini vikundi vya vijana
tutakavyopokea mikopo leo ni 71 ambavyo vitapokea jumla ya shilingi bilioni 1 na milioni 993 laki 634. Watu wenye ulemavu watakaopokea mikopo leo kuna vikundi 19 na vitapokea shilingi laki 114, milioni 114 na laki 536. Sasa ukipiga hesabu hii yote utaona mikopo ambayo tunakwenda kuitoa leo ni shilingi bilioni 3 na milioni 138. Lakini tumie fursa hii kuelekeza maafisa watendaji wa kata, najua mko hapa, na maafisa maendeleo ya jamii kushirikiana na kamati zote kuhakikisha mikopo iliyotolewa huko nyuma na yenyewe inarejeshwa kabla au ifikapo tarehe 30 Juni. Tuhakikishe tunaitumia vizuri mikopo hii na tusiende kufanya vinginevyo kama alivyosema mwenyekiti wetu wa chama. Vijana tusiende kuongeza mke mwingine. Akina mama tukienda tusiipeleke kwenye vikoba, itakwisha. Lakini hata watu wenye ulemavu ni waombe tusichukue mke mwingine. Sasa tuwaombe, nadhani nimesikia vyombo vingi vinavyofuatilia mikopo hii, furaha mlionayo, basi tunaomba hata kwenye marejesho mkawe na furaha kama hii, kwa sababu kanuni hiyo mpya imeweka utaratibu wa kukopa mara 3. Ukikopa mwaka wa kwanza unamaliza, ukishamaliza unakopa tena ni mwaka wa pili, ukishamaliza unakopa tena mwaka wa 3. Sasa wanaokopa ni wale ambao ni waaminifu, sio wote wanaoweza kukopa mara ya pili. Ambayo haiko kijamii, ila baada ya sisi kusubutu tumekuja kujidhihirishia kwamba haiko hivyo. Mfano mimi nimenufaika na wanakikundi wenzangu tukiwa hatupo pande yoyote na hatujadaiwa stahiki yoyote ya chama chochote. Kwa hivyo ni swala tu la usubutu, ni elimu na uvumilivu. Kwa kweli pesa haipatikani kirahisi. Naam, taarifa hiyo ya michezo ndio inatupeleka mwisho wa taarifa yetu ya habari, lakini kabla hatujahitimisha tusikilize tena muktasari wake. Hujambo na karibu katika Matukio Daima habari. Miongoni mwa habari tulizonazo ni pamoja na TRA Iringa yazindua wiki ya elimu ya kodi na shukrani kwa mlipa kodi 22 mpaka 27, ambapo tutakuwa tuna matukio katika kuadhimisha siku ya mlipa kodi kwa mwaka 24-25 na pia kuadhimisha miaka 30 ya TRA. RC Iringa ahimiza wananchi kulinda amani na kuepuka uhalifu. Na kwa sababu aliyefariki ni mwanausalama mwenzetu na ni mtumishi ndani ya jeshi letu, ni wasisitize umuhimu wa amani na mshikamano. Msiwaze wala msifanye jambo lolote ambalo linatikisa amani yetu. Serikali imejipanga kuzuia ugonjwa wa Ebola kuingia nchini. Napenda kuwafahamisha kuwa hadi sasa nchi yetu Tanzania haina mgonjwa na hali ya usalama wa afya nchini ipo vizuri. Vijana Tanga washauriwa kutumia vizuri mikopo ya halmashauri, kwa sababu kanuni hiyo mpya imeweka utaratibu wa kukopa mara 3. Ukikopa mwaka wa kwanza unamaliza, ukishamaliza unakopa tena ni mwaka wa pili, ukishamaliza unakopa tena mwaka wa 3. Sasa wanaokopa ni wale ambao ni waaminifu. Na mtazamaji, Waswahili wanasema kila chenye mwanzo hakikosi kuwa na mwisho, na huu ni mwisho wa taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote walioandaa na kuchakata taarifa hii ya habari, jina langu ni Emmanuel Manonga na mimi ni Beldina Majinge. Uwe na usiku mwema.
Unaweza ukawa umefika Iringa mara kadha wa kadha na ukawa unatafuta mahali ambapo unahisi moyo wako unaweza ukasikia vizuri zaidi. Sasa hapa Iringa mjini ukifika mkabala na stendi kuu ya mabasi ya zamani, utakutana na jengo refu. Hilo jengo si mahali pengine popote, hapo ni Lumilo Classic Hotel and Tours. Hapo ni mahali ambapo utahitaji kupumzika. Kuna nafasi za kutosha, vyumba karibu 80, lakini huduma za kwake ni nzuri na ni rahisi tu hapo kama una shughuli zako za mjini kutoka kuingia, na usina gharama nyingine yeyote, na ukahisi kwamba maisha yako mazuri sana. Nikwambie kitu, life is beautiful. Staying is believing place in your hearts. Karibu mtazamaji wa Matukio Daima. Clock Tower Kefu ni moja tu. Tofauti ya Clock Tower Kefu na sehemu nyingine ni moja. Kwanza, Clock Tower Kefu wahudumu wake ni wacheshi, lakini huduma zao ni bora kuliko, lakini kubwa zaidi kwamba vitu vyao vyote vinavyouzwa Clock Tower Kefu ni bei nafuu kuliko. Usiulize wapi kefu nzuri, uliza tu Clock Tower Kefu. Clock Tower Cave tupo jirani na mnara wa saa katikati ya mji wa Iringa. Tupo wazi kuanzia Jumatatu hadi Jumapili. Tupigie simu namba 0677 220 022 au 0657 366 667. Clock Tower Cave Iringa, ladha inayounganisha wapenzi. Ndio, Clock Tower Cave, home of delicious meals. Rafiki yangu Jeni, mambo? Afu siku hizi nakuona huna furaha kabisa toka umemaliza hicho kidato cha 4. Shida ni nini rafiki yangu? Shogangu Halima, mwenzangu una kazi, mimi nahangaika siku zote, sina hata ajira shogangu. Yaani hata genge lenyewe tu sina. Na una smartphone kabisa unaenjoy, afu unasema kazi huna kweli? Shogangu, nifanyeje mie? Kuna watu wanaitwa Isadukilo Entrepreneur. Kwani hujawasikia hao? He? Isadukilo? Ni sahihi kabisa. Kampuni ya Isadukilo Entrepreneur inayojishughulisha na uwakala mkuu wa lipa kwa M-Pesa imekufikia. Nafasi zinazohitajika ni wakala wa mauzo na keshia. Sifa za kijana anayehitajika awe amehitimu kidato cha 4 ama zaidi, awe na miaka kuanzia 18 na kuendelea, awe na simu janja, smartphone, na awe Mtanzania mwaminifu, awe na namba ya NIDA ama kitambulisho cha NIDA. Kumbuka, ajira hii ni kwa kijana yeyote ndani ya mikoa yote ya Tanzania. Tuma maombi yako kupitia barua pepe ya isadukilo@gmail.com ama WhatsApp au kupiga simu namba 0757 922555 au 0795 742927. Pia waweza kufika ofisini kwetu, tupo jengo la Embala sasa mjini Iringa, mkabala na hazina ndogo. Halima rafiki yangu, hakika Isadukilo amerejesha furaha yangu. Habari ndo hiyo ndugu yangu. Habari ni Isadukilo Entrepreneur, ajira nje, fursa kiganjani mwako.